Ni kweli shehia Selemu hatuna madampo, lakini tuko na mpango wa kujenga dampo mbili, ambao moja tutaijenga hapa, lakini nyingine tutaijenga Sateni. Na tunategemea kujenga dampo hizo, tutajenga dampo za kisasa na tutaziezeka kabisa. Lakini kwenye dampo hizo nizungumzie kwamba pamoja na kwamba tutakuwa na madampo, lakini wananchi tunatakiwa kwanza taka zetu sasa hivi tuzilipie. Kila nyumba atatakiwa alipie shilingi 3,000 kwa taka zake. Huu ni utaratibu kote, si hapa tu, si jipya hilo tayari jamani. Lakini kwa hatua ya awali dampo bado hatujazijenga, na tunategemea dampo hizi tutazijenga kwa sababu tunategemea mradi wamesema watajenga dampo hizi mwishoni mwa mwezi wa 12. Huu ni mwezi wa 11, mwezi wa 12 tunategemea zitajengwa. Lakini watakaojenga ni mradi wa Big C. Insha Allah ikifika mwezi wa 12 wamezijenga, ndio tunavyoomba. Hawajazijenga, sisi wenyewe baraza la mji tutajenga wenyewe dampo mbili sisi kama sisi. Tena na tutajenga dampo za kisasa zinazofikika, hata mtoto ukimpa taka ana uwezo wa kuziingiza. Kwa sababu tutajenga dampo ambazo zitakuwa ni fupi, lakini tutaziweka vibaraza, kwa maana hiyo mtu anapanda juu ya baraza anatupa taka zake. Lakini tu nitoe wito kwa wananchi wenzangu, hata tukajenga hizo dampo jamani, wananchi wetu wawete kidogo. Tuna mitihani kwa sababu kila mmoja anasema usafi ni wa baraza la mji. Jamani, usafi si wa baraza la mji. Baraza la mji ni taasisi ambayo inasimamia usafi. Baraza la mji ni taasisi ambayo ikija pale kwenye nyumba yako anakwambia, dada, nyumba yako ina majani, fyagia majani yako, kata majani yako. Lakini baraza la mji hana mamlaka ya kuja nyumbani kwako, barazani kwako, akakufyagilia ama akakugwaria majani. Lakini baraza la mji kwenye shehia yako una kero za uchafu umekithiri, kwa bahati mbaya, si kwa maksudi, una uwezo wa kumwambia sheha, mukapanga kama kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi ama kila baada ya wiki mbili, tukatoa nguvu tukasaidiana na wananchi kwenye shehia tukafanya usafi wa pamoja. Hilo jambo linawezekana, sisi tupo tayari. Lakini baraza la mji tuna maeneo yote mahsusi, hayo mkiona hajasafishwa mkamati baraza la mji. Ukiona soko halijasafishwa mkamati baraza la mji. Ukiona msingi haujasafishwa mkamati baraza la mji. Ukiona stendi haijasafishwa mkamati baraza la mji. Tayari. Ukiona kuna makaro yanatiririsha maji, baraza la mji si responsible kuja kufua lile karo. Yeye ni msimamizi, aje akwambie karo lako limejaa, lisafishe. Umelisafisha, alhamdulillah. Hujalisafisha, afisa akasema pale kuna faini. Na sasa hivi ndio mwendo tutakao kwenda nao. Sasa hivi ni mwendo wa kuambiwa safisha. Umesafisha is okay, hujasafisha ni mwendo wa faini. Na hatutomvumilia mtu, kwa sababu viongozi wetu sasa hivi tayari wameshasema, nadhani sote tunaona ni mwendo wa kufanya kazi. Kwa sababu sisi ni jukumu letu kusimamia usafi, lazima tusimamie. Wananchi wenzangu, kila mwenye karo lake ambalo anajua mimi karo langu liko wazi, mimi karo langu limeziba, kuanzia leo hii ende akafanye masawazisho. Wiki hii tukijaliwa, kesho tuna shughuli yetu kidogo adhimu, lakini kuanzia Jumanne na tutaanza na shehia hii. Sababu hii mimi ndio shehia yangu na inaniuma sana shehia yangu hii kuonekana shehia hii ni chafu. Kurugenzi kwenye shehia yake ambao ndo kwao, lakini ukiangalia mazingira kidogo hayaridhishi. Kwa hiyo jamani, tutoeni mashirikiano, kwa sababu watu wanasema baraza la mji wapo, baraza la mji wapo. Tupo baraza la mji, lakini tupo kusimamia usafi. Tayari. Nazungumzia tena masuala ya misingi. Misingi ni michafu kweli, lakini ile misingi inatakiwa yaingie nini? Maji tu. Msingi hautakiwi uingie chupa, msingi hautakiwi uingie polo, msingi hautakiwi uingie chochote. Lakini nimekunywa juisi yangu, nimepita usiku, kipolo changu cha taka kwenye msingi. Ikinyesha mvua ndo mama. Nadhani hapa watu wamekaa hivyo wanasubiri mvua tu inyeshe, mapolo yao ya taka wanatia. Ni kweli hatuna madampo, lakini si sababu. Kiongozi kasema pale, tuna dampo letu la sokoni. Lile dampo la sokoni, taka ukenda ukifanya uchunguzi, unazikuta taka za sokoni tu. Kule hukuti chicha, hukuti magamba ya ndizi, hukuti magamba yote. Taka nyingi unazozikuta pale ni taka tunazozalisha sisi wenyewe ofisini na taka wanazozalisha takriban watu wa sokoni.
lakini taka za majumbani zote ziko kwenye chini ya nini? Chini ya vipembe. Tayari jamani, tuyatumieni madampo yetu vizuri. Lakini hayo madampo yenyewe, unaweza ukalisafisha dampo likawa safi na dampo linaingilika, lakini wallahi lazima anakwenda mtu anazitupa taka nje. Inasikitisha. Karibuni tu tulifanya usafi wa pamoja jumba kubwa pale kwa Bitenei, tukasafisha jaa, wewe mwenyewe unaweza ukaeka godoro ukalala. Wallahi lazima tumeondoka tu na lile gari, mtu kaenda kumwaga taka nje. Wanapita wale unani madaktari wa Citizen walisikitika, kusema jamani, binadamu wawete mnataka nini? Wenzenu tangu sasa hiyo unahangaika mpaka mkurugenzi mwenyewe yumo. Leo we jeupe mtu kaenda kutupa taka nje. Kwa hiyo sasa hatutomvumilia mtu yoyote. Hatutomvumilia mtu yoyote. Serikali yetu ipo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wake. Haipo kwa ajili ya kumdhulumu mtu wala haipo kwa ajili ya kumnyanyasa mtu. Lakini yeyote ambaye atakiuka masharti na miongozo iliyopangwa tunamchukulia hatua. Haturudi nyuma. Haturudi nyuma. Nadhani tumesikiana Nimeunganisha vitu vingi. Kuhusu masuala ya viwanja, nadhani wete takriban yote, kuna maeneo mengi ambayo yako wazi, yana viwanja vya watu, lakini afisa akasema hatutaki kutoa mashirikiano. Kuna kipindi karibuni tu tulikuwa na sensa, unapita kile kiwanja mtu unakiulizia kiwanja cha nani, mtu hataki kutoa mashirikiano. Maanake watu wana concept ndani ya vichwa kwamba nyumba zetu wenyewe tunataka kulipishwa kodi, viwanja hivi vinataka kulipishwa kodi. Jamani, sisi hatutaki kulipisha kodi. Sisi tunatengeneza mazingira ya usafi katika mji wetu. Kwa hiyo nyinyi wananchi wenyewe kwanza mtoe mashirikiano. Akija sheha na afisa mhusika akiuliza jamani, kiwanja hichi ni cha nani, toeni mashirikiano. Mheshimiwa Sheha, naomba unitafutie au tuandike orodha ya viwanja vyote ambavyo viko wazi havina watu. Kwa hiyo utafute majina yao, utafute na namba zao za simu, tutafanya ziara mahsus kwa ajili ya kuvipia hivyo viwanja. Tayari? Lakini pia naombeni mkae wenyewe mjipange, mtengeneze mazingira. Siku gani baraza la mji tutoke tuje tushirikiane na nyinyi tufanye usafi wa mazingira shehia ya Selemu, kuanzia majumbani mpaka kwenye haya majaa yetu ambayo tunaweka ambayo hayako rasmi. Panga sasa hivi tena hatumtizami mtu usoni. Sasa hivi ni kazi tu. Ni kazi tu jamani. Tunasema tukasema tumeonewa kaja mkurugenzi kanitolesha 500,000 hapa. Tutaanza na faini zetu ndogo ndogo zile. Zimetolewa tunaishiana, hajatolewa tunaenda zetu mahakamani, lakini tukifika mahakamani tujue hakuna dogo. Kwa hiyo kila mmoja achunge mazingira alipo.